CCM oye! CCM oye! Rufiji oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu, jumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, wagombea wetu wa ubunge, wagombea udiwani, viongozi wa dini, ndugu wana CCM na ndugu wananchi. Rufiji oye! Samia oye! Mchengerwa oye! Nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuruni kwa mapokezi makubwa mlionipa mimi na wenzangu. Asanteni sana. Mbwembwe za mapokezi ya leo sijakutana nazo popote. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kueleza furaha yangu ya kuwepo Rufiji leo, eneo lenye historia sio tu ya eneo moja la maeneo ya kale kabisa katika nchi yetu, lakini ni historia kubwa ya kuwa kitovu cha biashara katika karne ya 18 na 19. Eneo hili linajulikana kwa miaka na miaka kwa biashara ya karafuu, lakini vile vile palifahamika kwa biashara ya utumwa ambayo ilikuwa inadhalilisha Mwafrika. Lakini kubwa zaidi, historia ya vita ya Majimaji katika mwaka 1905 na 1907, Rufiji ilishiriki kikamilifu ikiwa moja ya vitovu vya mapambano ya uhuru wa nchi yetu. Lakini mimi pia nafurahi sana kuwa hapa kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza, mbunge wenu ni rafiki yangu. Mbunge wenu ni rafiki yangu. Mwaka 2015 nilipojaza fomu ya kugombea uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano, katika timu yangu ya kwanza ya watu 10 walikuwa wanapigia kampeni alikuwepo Mchengerwa. Na bahati yao walikata jina. Tulishawataiti tayari, au uongo mzee? Tulishawataiti tayari. Jina aliporudi, basi tukamsaidia aliyeteuliwa hapo vipi. Lakini vile vile, urafiki peke yake hautoshi kwangu kumshabikia mtu. Alipokuwa waziri wa ofisi ya rais utumishi, ni mmoja katika mawaziri waliokuwa wanahangaika na haki za watumishi. Alikuwa hakubali mtumishi aonewe. Kero za watumishi zilipata nafasi ya kusikilizwa. Alikuwa mtu anayesimamia haki kwa watumishi wote wa umma. Haya ni mambo yaliyofanya nimpende sana Mchengerwa. Kwa tabia yangu nachukia uonezi. Kwa hiyo nikigundua mtu anaye pia anachukia uonezi, anakuwa rafiki yangu. Lakini pia sababu nyingine iliyofanya niwe hapa kwa furaha ni kwa sababu hapa miaka mingi iliyopita mdengereko mmoja alimuhamisha mama yangu mdogo, akamhamishia hapa Rufiji. Kwa hiyo na ndugu zangu hapa, watoto mama zangu wadogo, na mmoja niliambiwa yupo maeneo haya anaitwa Salma, sio hata yupo Salma Pagaye. Salma Pagaye yupo katikati hapo akionekana asogee huko mbele tumuone. Lakini vile vile nafurahi kujua kwamba watu wa Rufiji ni wachapakazi na wanajihusisha kwa zaidi ya 75% na kilimo. Zaidi ya 75% nini? Kilimo. Kwa hiyo ni jambo linaloleta furaha kubwa sana kwa sisi ndugu zetu. Tunapenda eneo liki watu wakiwa wanapenda kufanya kazi, watu wakiwa wanapenda kujishughulisha. Sasa viongozi wote waliosimama hapa mbele wameelezea vizuri kwa nini tunamsemea Rais Samia. Na mimi nitagusa kwa uchache yale ya kitaifa. Tunasikia faraja sana. Tunasikia faraja sana kusimama na kumsemea Rais Samia Suluhu Hassan.
Tunamsemea kwa sababu ameonyesha kwa vitendo uwezo mkubwa wa usimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ameonyesha kwa vitendo anavyoguswa na matatizo ya Watanzania. Ameonyesha kwa vitendo kwamba ni mtu anayetafuta majawabu ya matatizo, si mlalamikaji, si mpayukaji. Ni mtu anayetafuta suluhu za matatizo ya Watanzania. Ameonyesha kwa vitendo kwamba katika miaka 4.5 iliyopita hakuna kiongozi yoyote Afrika Mashariki na Kati aliyevunja rekodi ya miradi inayogusa huduma za jamii zaidi ya Samia Suluhu Hassan. Mambo aliyoyafanya katika huduma za afya, elimu, miundombinu katika Afrika Mashariki hakuna anayemsogelea kwa miaka 4.5. Na huwezi kufanya mambo haya kama hugusi na maisha ya kawaida ya Tanzania. Anateswa na umaskini wa watu wetu. Kila sekta inayohusika na kubadilisha maisha ya Tanzania, Mama Samia kaifanyia kazi ambayo haina mfano wake. Ndio maana wana CCM leo wanapita kifua mbele nchi nzima wakinadi Chama cha Mapinduzi, wakimnadi Rais Samia bila aibu, kwa sababu aibu zetu Mama Samia ameziondoa. Na mimi leo nitataja mambo machache sana katika mengi aliyofanya Rais Samia katika miaka 5 iliyopita katika ngazi ya kitaifa. La kwanza, kwa kutambua umuhimu wa wakulima wetu na kilimo chetu na umuhimu wa chakula na biashara ya kilimo katika nchi yetu, Rais Samia amepandisha bajeti ya maendeleo ya Wizara ya Kilimo maradufu katika kipindi cha miaka 4.5. Wakati anaingia madarakani, bajeti ya kilimo ilikuwa bilioni 294. Leo bajeti ya kilimo ni trilioni 1 milioni 200 na bilioni 400. Hapo vipi? Lakini vile vile Rais Samia ameboresha kwa kiwango kikubwa miradi ya umwagiliaji ambayo wakati anaingia madarakani ilikuwa miradi 23. Leo miradi zaidi ya 900 ya umwagiliaji katika nchi yetu. Hivyo kiwango cha wananchi wanaoishi kwa kutegemea mvua kinazidi kupungua siku hadi siku. Lakini vile vile ameweza kuendeleza na kuongeza ruzuku ya mbolea na mbegu kwa ajili ya wakulima wetu. Lakini vile vile kwa mara ya kwanza katika nchi nzima kilimo chetu kinaendeshwa kwa kupima afya ya ardhi. Kwa kupima afya ya ardhi, Rais wetu ameweza kuwezesha ununuzi wa vipimo vya afya ya ardhi 143. Kila sehemu leo nchi yetu inaweza kupima kabla ya kuamua upande mazao gani, upande wakati gani. Hapo nyuma hakuna Mtanzania ambaye angeweza kufikiri kwamba ardhi pia inaweza kupimwa afya yake. Uongo kweli? Maana ungesema tunaenda kupima afya ya ardhi, hasa mtu mdengereko huku Mzalamo angeweza kuzani ardhi ni jina la mtu. Uongo kweli? Lakini leo wote tumekuwa wataalamu, tukisema afya ya ardhi tunaelewana. Uongo kweli? Lakini vile vile rais wetu katika eneo la afya amefanya mapinduzi makubwa kupita kiasi ndani ya nchi yetu. Katika miaka 4.5 ameweza kujenga hospitali za halmashauri 119. Katika miaka 4.5 ameweza kujenga vituo vya afya 647. Lakini vile vile katika miaka 4.5 ameweza kujenga zahanati 2894. Haya ni mambo ambayo hayajapata kutokea. Na wizara zinazohusika na eneo la afya ni Wizara ya Afya yenyewe na Wizara ya TAMISEMI. Kwa kuwa waziri wa afya hayupo lakini anayeshirikiana naye wa TAMISEMI yupo, basi waziri wa TAMISEMI ainuke apate makofi ya wananchi. CCM oye! Huyu ni mmoja wa wasaidizi mahiri wa Rais Samia katika kuboresha eneo hili la afya. Na amefanya kazi kubwa na nzuri katika nchi yetu. Lakini vile vile kwenye eneo la elimu, Rais Samia kwa kutambua umuhimu wa watoto wetu kusoma, umuhimu wa watoto wetu kuelimishwa,
amefanya mageuzi makubwa katika elimu yetu. Kwa kutambua watoto wetu watakiwa wasome bila kubanana, wasome katika mazingira mazuri ya kusomea. Mnaweza kuona idadi ya shule zilizojengwa katika miaka 4.5 iliyopita. Shule mpya za msingi zilizojengwa Tanzania ni 2783. Makofi kwa Rais Samia. Shule za sekondari zilizojengwa ni 1366. Na madarasa mapya yaliyojengwa kwenye shule za zamani ni 79704. Na msaidizi mkuu wa rais katika eneo hili la ujenzi wa shule za msingi na sekondari na madarasa ni waziri wa TAMISEMI. Ainuke tena apate makofi yake. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo maendeleo mengi ambayo waziri wa TAMISEMI ameyasema aliyoyafanya Rufiji, amefanya pia nchi nzima. Kwa hiyo nchi nzima inajua umuhimu wa waziri wa TAMISEMI, inajua kazi ambazo amefanya. Ninyi mnajua mjui? Mnajua mjui? Lakini vile vile kwenye eneo la nishati, Rais Samia amepandisha upatikanaji wa umeme katika nchi yetu kutoka megawati 1602 mpaka megawati 3078. 3070 zaidi ya mara 2 kwa miaka 4.5. Lakini vile vile vijiji vinapata umeme. Sasa hivi Tanzania vijiji vyote 12318 vimefikiwa na umeme. Kwa hiyo mnaweza mkajua kwamba Rais Samia amefanya mambo makubwa sana katika miaka 5 iliyopita. Na hapo nimeyataja machache. Nikisema leo na yamaliza yote aliyofanya Mama Samia, hapa tutakesha. Sasa kwa miaka 5 inayokuja, nitasema kwa uchache miaka 5 ijayo Rais Samia amepanga kufanya nini kwa watu wa Rufiji. Chama cha Mapinduzi kimepanga kufanya nini kwa watu wa Rufiji. La kwanza, kuimarisha hospitali yetu ya wilaya. CCM imeitaja katika ilani yetu hospitali ya wilaya ambayo tunataka itoe huduma zote kubwa zote. Itaongezewa vifaa vya kisasa vikiwemo digital x-ray, itaongezewa wataalamu, lakini vile vile itaongezewa miundo mbinu ili ifanane na waziri wa TAMISEMI anapotoka. Hapo vipi? Lakini vile vile katika miaka 5 inayokuja, maeneo machache sana ambayo hayajafikiwa na zahanati, tunakwenda kujenga zahanati mpya 5 kwa Rufiji. Lakini vile vile kazi kubwa imeshafanyika ya kujenga vituo vya afya, lakini yamebaki maeneo machache sana. Tunakwenda kujenga vituo vya afya vipya 4. Lakini vile vile tunaenda kuongeza nyumba za walimu 7. Nyumba za walimu ngapi? Nyumba za watumishi wa afya ngapi? Kwenye eneo la shule za msingi. Kazi mnayojua ambayo imefanywa na rais wetu na mbunge wenu ni ya kihistoria, lakini tumesema bado lazima tuongeze kidogo. Ilani ya CCM inasema tunakwenda kuongeza shule mpya za msingi 4. Lakini vile vile tunakwenda kuongeza madarasa mapya ya msingi, shule za msingi 211. Lakini vile vile tunakwenda kuongeza madarasa ya sekondari 160. Na shule tunakwenda kuongeza mabweni mapya kwenye shule zetu, mabweni 30. Eneo la kilimo halikuachwa nyuma katika mipango ya CCM, mipango ya Rais Samia. Tumepanga katika miaka 5 inayokuja kuongeza ukubwa wa shamba la mikorosho ambayo sasa mnalima katika ekari 100. Tunataka ndani ya miaka 5 zilimwe ekari 2000. Lakini vile vile ili kuweka thamani ya mazao yetu, ghala kubwa ya kuhifadhi mpunga inakwenda kujengwa Rufiji. Lakini pia skimu za umwagiliaji zinakwenda kuongezwa Rufiji ili mlime kisasa zaidi na kutegemea kilimo cha umwagiliaji.
lakini pia ruzuku ya mbolea inakwenda kuongezwa maradufu, lakini pia ubora wake na uharaka wa kutolewa kwa wakati unakwenda kufanywa kazi. Kwenye eneo la mifugo tumesema tunakwenda kujenga minada mipya kutoa huduma za ugani, huduma za ufugaji wa kitaalamu kwa wanarufiji ili tija ipatikane zaidi. Lakini pia katika eneo la uvuvi, serikali ya Rais Samia, serikali ya CCM ikipewa madaraka miaka 5 mingine inakwenda kuboresha ufugaji wetu. Katika eneo la uvuvi tunakwenda kuimarisha ufugaji wa samaki, na hivyo tunaenda kujenga mabwawa mapya 5 ya kufugia samaki. Lakini vile vile tunakwenda kutoa mikopo kwa wavuvi wadogo, mikopo kwa wavuvi, lakini pia mafunzo kwa wavuvi. Maana ukitoa mikopo bila mafunzo, ufugaji hautakuwa wa kitaalamu na hautakuwa na tija. Kwa hiyo mafunzo kwa wavuvi yanakwenda kutolewa katika miaka 5 inayokuja. CCM oye! Lakini vile vile katika eneo la biashara tunakwenda kuimarisha mazingira ya biashara. Watu wetu waende kufanya biashara katika mazingira yanayokubalika. Rais Samia amesisitiza sana umuhimu wa mamlaka ya kodi kufanya kazi kirafiki na walipa kodi. Amesisitiza sana umuhimu wa mamlaka ya kodi kutonyanyasa wafanya biashara. Na ndio maana mamlaka ya kodi sasa hivi inafanya kazi kwa mashirikiano mazuri na wafanya biashara. Ndio maana kodi imeongezeka kwa sababu watu wanatoa kodi kwa hiari na kirafiki. Uongo kweli? Lakini vile vile tunakwenda kujenga soko jipya Ikwiriri. Tunakwenda kujenga stendi ya kisasa Ikwiriri. Lakini pia kwa sababu ya msisitizo mkubwa wa mbunge wenu, tunakwenda kujenga stendi za bodaboda 30 na stendi ndogo ya mabasi inakwenda kujengwa Utete. Inakwenda kujengwa wapi? Utete. Stendi ndogo ya nini? Ya mabasi. Kuna miradi miwili nimetaka nisizungumzie, ya maji na barabara. Nadhani nisiongelee, nisemeni sisemeni. Hii nilitaka kuiacha, lakini mbunge wenu kielele sana ameningangania eti nisemeni. Ameningangania nini? Kwanza amelazimisha ingie kwenye ilani. Amelazimisha, anataka kila kitu kije Rufiji. Sasa wenzako watapata nini? CCM oye! Kila kitu tukileta Rufiji wenzake watapata nini? Afai basi bwana, nimeacha. Naona wananchi wako wasio wakatoa macho. CCM oye! Sasa nitaje kwa uchache miradi, nikitaja yote tutakesha. Maana kwanza alioniandikia mbunge wenu kurasa 40. Siku nyingine andika hata kurasa 2. Kurasa 40. Mkutano wenyewe wa saa 1, afu kurasa 40. Inawezekana jamani? Haya, nataja miradi ya maji iliyokusudiwa kufanywa katika jimbo hili. Ya kwanza, ujenzi wa mradi wa maji kitongoji cha Kikobo. Ujenzi wa mradi wa maji kitongoji cha Mihiru. Mradi wa maji kijiji cha Kipugira. Mradi wa maji kijiji cha Magishera. Mradi wa maji kijiji cha Mupi na Bwawani. Mradi wa maji kijiji cha Mparange. Ujenzi wa mradi wa maji kijiji cha Kingongo. Hii Kingongo ni Kizaamo au Kindengereko? Kindengereko. Maana mimi Mngoni, twende taratibu. Twende, msije mkaniumiza ulimi, sio? Sisi kwetu tujazoea majina mabaya hivi. Ujenzi wa mradi wa maji kitongoji na cha Nyakipande. Ukamilishaji wa mradi wa maji Nyamwage. Ukarabati wa mradi wa maji wa Mohoro. Ukarabati wa mradi wa maji Kipo. Ukarabati na upanuzi mradi wa maji Kilimani. Ukarabati na upanuzi mradi wa maji Mwaseni Mibuyu 7.
ujenzi wa mradi wa maji, ili jina lisomeke, wallahi lisomeke, Ndundu. Alafu nyie mmeona hilo nalo jina. CCM oye! CCM oye! Yaani hii nikienda kusema Songea, Ndundu Nyikanza, watu wanacheka wiki nzima. Wanacheka wiki nzima. Lakini pia ukarabati na upanuzi wa mradi wa maji Ngorongo, ukarabati na upanuzi wa mradi wa maji Mloka awamu ya pili. Hiyo miradi ndio inakwenda kutekelezwa sehemu zote katika nchi nilikopita. Tukitaja miradi ya maji, hakuna sehemu tumetaja miradi ikafika 10. Hakuna sehemu imefika 10. Hapa nimetaja 16. 16. CCM oye! Kwa mashamshamu haya, hata mimi ningekuwa mbunge wenu ningepiga hivi. CCM oye! Kwenye upande wa barabara, niwatajie nisiwatajie? Hii mbunge ulisema hii niachane nayo. Mbunge hata itakuwa shida sana. Mnajua mbunge wenu usipotimiza mambo ya wananchi wake, ana tabia ya kukununia. Sasa mimi sitaki anunie. Ugomvi wake hana ugomvi sehemu nyingine isipokuwa miradi ya Rufiji. Hata mawaziri wenzake wameniambia, akiwapelekea miradi ya Rufiji wasipofanya anawanunia. Sasa mzee, mimi nasoma ili usininunie. Miradi ya barabara. Ya kwanza, kukamilisha ujenzi wa barabara Utete hadi Nyamwage kilomita 33 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara ya Ikwiriri Mkongo kilomita 30 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara za lami za mji wa Ikwiriri kilomita 20. Ujenzi wa barabara za lami mji wa Utete kilomita 10. Kukamilisha ujenzi wa barabara na daraja la Mbambe na barabara unganishi kilomita 3 ambao ujenzi unaendelea. Ujenzi wa daraja la Muhoro mita 80. Mmesema Muhoro au Mohoro? Mohoro. Alafu ujenzi wa mifereji ya mvua Ikwiriri kilomita 10. CCM oye! Mtu kazi oye! Hivi kwa mujibu wa sheria, niulize wananchi wa Rufiji, kwa mujibu wa sheria hatuwezi kubadilishana mbunge wa kwetu na waleteeni nyie mliko wa kwetu. Hamtaki. Basi nimeacha. Maana ambiwe mpaka aache mwenyewe. CCM oye! Ilani ya CCM inasema hilo litakuwa jambo la msingi la kwanza kwa nchi yetu kwa miaka 5 inayokuja. Tuendelee kuimarisha amani, umoja, mshikamano na utulivu wa nchi yetu. Rais Samia ameonyesha kwa vitendo uwezo wa kusimamia usalama anao, uwezo wa kusimamia umoja anao, na uwezo wa kusimamia utulivu anao. Katika miaka 4.5 iliyopita ameviimarisha vyombo vyetu vya dola kwa mafunzo, lakini pia ameviimarisha kwa kuviongezea watendaji, lakini pia vifaa vya kutendea kazi. Leo tuna vyombo vya dola vyenye uwezo zaidi kuliko wakati mwingine wote katika historia ya nchi yetu. CCM oye! La pili, diwani wa kata hii yuko wapi? Diwani
Mheshimiwa Diwani, dakika moja tu useme jina lako, omba kura zako na madiwani wenzako. CCM oyee! Ninaitwa Juma Abdalla Ligomba, mgombea wa diwani wa kata ya Mbwala. Nimesimama mbele yenu hapa kwa maelekezo ya mgombea mwenza kuombea mimi kula, lakini pia kuombea kula chama changu cha Mapinduzi. Naomba tarehe 29 tukapige kula nyingi sana za heshima kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kipekee tumesema sasa hivi hapa, Mheshimiwa mbunge hapa ametoka, kayasema maneno mengi, na bahati nzuri anaanza ubunge, mimi ananikuta nikiwa niko diwani. Kazi ambazo amezifanya na tunazotarajia kuzifanya, hatuna sababu hata moja ya kumwacha Mheshimiwa mbunge Mohamed Omar Mchengerwa. Tukampe kula ndio za heshima, lakini mwisho kwa madiwani wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, tukawape kula nyingi za kishindo tarehe 29 mwezi wa 10. Asante. CCM oyee! Nakushukuru sana Mheshimiwa Diwani. Wale wabunge wametangulia, wabunge wa viti maalum na wajimbo wale wametangulia, sio? Basi hawa mchafu mpeni maiki hawa asalimie. Tuko na wabunge wawili, mmoja mbunge Kusini Unguja, mwingine mbunge wa Rufiji, na wote wanaingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mtakapokuwa mmemchagua, mnapiga 2 kwa 1, 2. Kwa hiyo mnakuwa na watetezi wawili ndani ya bunge. Lakini la pili ambalo nalo ni muhimu, wakati mwingine kama jambo limechelewa sana la Rufiji, hata mjukuu anaweza akatumwa Ikulu. Mjukuu anaweza akatumwa, alafu anaenda kule Ikulu anajiongelesha, bibi, unajua pale maji yamechelewa Rufiji. CCM oyee! CCM oyee! Alafu bibi anateseka sana kuhusu ombe liloomba na nani? Aliloomba na nani? Wenyewe watu mna akili sana. Mmejua namna ya kupiga shabaha. Mmejua namna ya kupiga shabaha. Mchengerwa njoo. Mchengerwa oyee! Mchengerwa oyee! Mchengerwa oyee! Nataka nirudie kuwaambieni, katika wabunge bora kabisa mmewahi kupata wana Rufiji, Mohamed Mchengerwa anaongoza. Mohamed Mchengerwa amefanya mambo makubwa katika nchi, lakini pia akafanya mambo makubwa kwa wana Rufiji. Ndio maana tunamuombea haya bila kigugumizi, bila mashaka, tukiwa na matumaini makubwa kwamba ndani ya miaka 5 inayokuja Mchengerwa anakwenda kuibadilisha Rufiji. Anakwenda kuibadilisha. Mtampa kura zote. Mtampa kura zote. Asante sana. CCM oyee! La tatu. Ngapi? La tatu. Madiwani wote wapate kura za ndio. Madiwani wa chama, ili waweze kumsaidia Mchengerwa. Lakini mwisho, Rufiji isipokuwa ya kwanza kwenye kura za urais, msisogee upande wa Dar es Salaam. Msisogee upande wa wapi? Yaani ile kata ya mpakani na Dar es Salaam inaitwaje? Mwisho wenu uwe pale pale. Kwa sababu kila mtu atawashangaa dunia nzima. Uongo kweli? Kwa sababu Rufiji hapa ndio nyumbani kwa Mchengerwa. Nyumbani kwa Mchengerwa ambaye nchi nzima inajua ni mchapakazi, Mchengerwa ambaye nchi nzima inajua ataongoza kupiga kura za Mama Samia Suluhu. Hapa tulinde heshima ya rais. Tulinde heshima, apate kura kuliko sehemu nyingine yoyote Tanzania. Sawa? Mnaniahidi kwamba Rais Samia atapata kura zote hapa? Atapata zote hapa? Atapata zote? Na washukuru sana sana sana. La mwisho. La ngapi?
la mwisho